unaweza. Asubuhi ya leo tunakiri na midomo yetu mfalme ya kwamba wewe ni Mungu uwezaye. Wewe ni Mungu uliye na mamlaka, na yale mwanadamu hawezi, wewe ndiye unaweza. Pokea sifa na utukufu asubuhi ya leo. Pokea utukufu wote ni wako Bwana, katika jina la Yesu. Asante mlinzi wa enzi. Asubuhi njema tunakushukuru. Tunajua ya kwamba ni neema kuu ambayo umetutendea ili tukakusanya mahala hapa Bwana. Hatujajipa sifa Bwana, bali tunakupa sifa wewe Mungu wa enzi, katika jina la Yesu. Tunasema ni asante, maana mfalme mwema ulitenga haya madhabahu, mlinzi mwema, kwa ajili ya mioyo yetu Jehova, na hivi ukainuliwa na kuabudiwa kwa mioyo yetu Jehova. Pokea sifa na utukufu. Tunaomba Baba mfalme mwema, wakati ulitenga haya madhabahu ulikuwa unajua Baba sisi wote kwa majina. Tunakupa sifa maana ya matimizo yako, kwa ajili ya kutimiza na kutuleta mahali hapa. Tunaomba Bwana uendelee kutuhifadhi. Tunaomba Bwana uendelee kutuongoza katika jina la Yesu. Mioyo yetu tunakuwekea Bwana, tunakutegemea ewe tu peke yako, ili ukakuwa kiongozi wetu, mfalme wa amani, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa watumishi wako mahali hapa. Tunawaweka wakfu na ulinzi wako Jehova, pamoja na watoto wao mfalme mwema. Tunawaweka wakfu kwa uwepo wako Jehova. Wewe Bwana kiongozi wa Israeli, tunaomba asubuhi njema ukawaongoza Bwana. Tunaomba asubuhi njema ukawapa ufunuo, ukaendelea Baba kuatilia mafuta yako, maana uliwatenga kwa ajili yetu Bwana, ili wakaweza kutujulisha wewe kabisa, katika jina la Yesu. Tunawarudisha kwako na sifa, tunawarudisha kwako na shukurani. Ukaendelea kuwaongoza, ukaendelea kuwahifadhi, katika jina la Yesu. Nchi yetu ya Kenya, mlinzi wa amani, asubuhi njema tuweka mbele ya mikono yako na enzi lako Jehova. Wewe Bwana ambaye uliambia Israeli ya kwamba nataka mwende mkanitukuze Bwana kwa jangwa. Naomba Bwana sisi ndio Israeli Kenya. Naomba mlinzi wa amani ukatuhifadhi. Naomba lile wingu la kwanza lililokuwa linatembea nasi, mfalme wa enzi, usiwahi litoa kwetu Bwana. Tunaomba lile wingu likaendelea kuongoza Kenya, katika jina la Yesu Kristo. Mwili wa Yesu tunaomba ukajiinua mahali popote unaabudiwa kwa haki na kweli. Ukasimama kujiinua Bwana, ukasimama kujitangaza, ukasimama kwa ajili yako mwenyewe, katika jina la Yesu. Na madhabahu zote zingine Bwana ambazo zinainuka nchi yetu Kenya, katika jina la Yesu tunakemea in the mighty name of the Lord. Tunajua wewe ndiye muweza, katika kiti chako cha enzi Bwana hakuna aliye mahali pale. Wewe ndiye wa pekee Jehova. Ukatinua mwili wa Yesu ili ukaabudiwa wewe peke yako, katika jina la Yesu. Familia zetu Bwana wa rehema tunaziweka katika ulinzi wako Ebeneza. Watoto uliotupata, wale walio shuleni, tunaomba mwongozo wa Roho Mtakatifu Bwana, wanapotoka kwenda na kurudi Ebeneza. Acha ulinzi wako ukawaongoza, acha neema yako ikawalinda. Divine protection we declare in the mighty name of the Lord. And this morning, King of all glory, we declare Isaiah 54:17, that King of all glory, there is no weapon formed against us, our Lord, that we prosper in our life. We surrender ourselves unto thee in the mighty name of the Lord. We bless your name this morning. We adore your holy name, because you are the God. You are the greatest God. You are our God in the name of the Lord. We surrender our hands unto you. We surrender everything to you, King of all glory, in the mighty name of the Lord. Na sasa mlinzi wa amani, wajiashiria katika kwako Bwana, hata kwa ibada ambayo imebaki Ebeneza. Washa ulinzi wako wa amani ukaendelea Baba kutufunika, katika jina la Yesu. Fungua masikio yetu Bwana, fungua mioyo yetu Jehova, fungua Bwana mioyo yetu. Wacha ukanena nasi asubuhi ya leo. Wacha Baba tukutegemewe peke yako, katika jina lako Yesu. Tunajiashiria kwa utawala wako Yesu, ukatulinda na kutuhifadhi, na ni katika
the worship team. God's will. Bwana asifiwe. God is good. God is good. Asubuhi ya leo namshukuru Bwana. Nasikia nikiwa na furaha ndani ya moyo wangu. Maana ninajua ninayemfuata ni Mungu ambaye ni mkuu. Bwana asifiwe. Kumbuka asubuhi ya leo, si ya kwamba lazima uamke kila siku, si ya kwamba lazima ukae mahali umezoea kukaa. Bwana asifiwe. Lakini ila ni kwa neema ya Bwana. Ni kwa neema ya Bwana imetujaa. Ndiposa tunaona kama maisha yetu iko kawaida. Bwana asifiwe. Na hii wakati ningetaka kukaribisha aliye na matangazo. Karibu sana na utabarikiwa. Tumpigie makofi anapokuja. Amen. Amen. Yes. How many are blessed to be here today? Amen. Come to your neighbor and tell your neighbor, blessed are you to be in the house of the Lord. Blessed are you to be in the house of the Lord. Tell your neighbor also, unakaa smart, unapiga luku. This is the announcements of today, being the 22nd of March 2026. Announcement number 1, Jesus is Genesis 7 verse 5. Nani anaweza akatusomea Genesis 7 verse 5? Okay. Asante sana. We can read here all of us. So Noah did everything as the Lord commanded him. Hallelujah. Amen. So Noah, just verse 5. So Noah did everything as the Lord commanded himself. Then open Genesis 22 verse 3. Genesis 22 verse 3. Then the next morning, Abraham got up early. He saddled his donkey and took 2 of his servants with him, along with his son Isaac. Then he chopped wood for a fire, for a burnt offering, and set out for the place God has told him about. Hallelujah. Hapo tunaona kutii, si ndio? And then hiyo ingine ilikuwa inatuambia Noah did as what God commanded him. Hallelujah. Sasa nataka tusimame tuipe hii wimbo iko hapa. Tuambie ya kwamba Mungu tuko ready. Pia sisi tuko tayari kwenda kwenye Bwana anatuambia. Na ile jambo Bwana anataka tufanye tunafanya. Hallelujah. Wasiosikia Kikuyu inasema ya kwamba ile kazi Bwana unaniandalia, ile kazi unanituma kwayo Yesu, nitaenda Bwana. Mahali pote unanituma, kule unaniambia niende, bila unataka nifanye nitatenda. Don't
kwamba umeahidia Mungu, na tunaona watumishi wa Bwana yale walikuwa wanaambiwa na Mungu walikuwa wanayatenda. Bwana asifiwe. Simbarikiwe sana. Na tukaribishe mama wetu kwa makofi. Kabla mama kuje, wadada tubaki after service. Thank you. Wadada, hi. Hi. Wadada in the house, hoye. Hi. Remain after service. Pigieni mama makofi. Hiyo haitoshi. Hiyo haitoshi. Makofi ingine. Tiesa blessed Lord. Hallelujah. Tumshangilie. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Let's appreciate our sister Joyce kwa sababu ya kutuongoza vizuri. Na Joyce ni mwimbaji, ndio maana akipewa mic lazima make sure ameimba. Bwana asifiwe. Kumaanisha ya kwamba anatembelea laini yake. Si ni kweli? And we say that we are all talented differently. Na hizo vipawa ambazo tumepewa si za kujinufaisha mimi mwenyewe ama ni kwa wengine. Bwana asifiwe. Na tunapoendelea tunaona ni nini uko nacho. Bwana asifiwe. We may pass to serve God, na hiyo kitu wameweka ndani yako usikalie. Si appreciate tena kwa makofi. To appreciate Aaron kwa sababu ya kutuletea matangazo vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Good morning. How was your week? Mine was good, fine. Na nikiwaona nyinyi wote ninajua ya kwamba wiki yenu imekuwa salama. Bwana asifiwe. Ni hakika Mungu amekuwa pamoja nasi. Hizi ni siku ambazo unapotoka hujui kama utarudi. Si ni kweli? Lakini tukiachana Sunday na tunapatana Sunday, si tunafaa kushukuru Mungu kwa sababu ametuhifadhi pamoja na jamii zetu. Si tu appreciate our God. Kwa sababu najua kila mmoja ako na ushuhuda ya kwamba Mungu amekuwa pamoja nasi na ni Mungu mwema. Wakati huu nataka kuwakaribisha wote katika ibada ya siku ya leo. Jihisini miguuni mwa Bwana. Najua ya kwamba hatutatoka hapa jinsi tumeingia. Mungu amezungumza nasi na njia tofauti na ataendelea kutuzungumzia kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Bwana asifiwe. Amen. Tuko na Mama Mercy in the house. Mama Mercy kuja tu tusalimie. Tumpigie makofi. Unajua sijazoea kumuita Mama Mercy mpaka anashangaa. Ni wewe. Appreciate kwa makofi. She's David Rose, rafiki wa kanisa, rafiki wa jamii yetu. Karibu, tunapokuona tunasikia vizuri. Karibu mama. Asante. Now introduce your children. Nimeona ya kwamba umekuja na wao. Karibu. Karibia hapa ndio tumie mic. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Amen. I'm blessed this morning and I'm saved. I love the Lord as my personal savior. It has taken his own hand to make me be the way I am. Bwana asifiwe. I'm happy to be in your presence. I'm happy and I'm blessed to be here. I have come with my children. I have Mercy, I have Mika. Mika, simama. Sema jambo kwa kanisa. Bwana asifiwe. Mika, sema jambo. I'm happy with the grace of God. I have Mercy in the house. Sema jambo Mercy. Bwana asifiwe. I thank God that these are my children, these are my last bonds. And I thank God to have kept us up to this far. I'm blessed and I'm humble to be here. Bwana wabariki na watende mema. Amen. So to appreciate Mercy and Mika for being our visitors today. To celebrate kwa makofi na mama yao kwa sababu ya kuamua kuja na wao siku ya leo. Tunawashukuru sana. Naomba tutapatana baada ya ibada Mercy na Mika tukaweze kujuana vizuri. Bwana asifiwe. So to appreciate God for bringing visitors in our church.
tukuwe na wiki njema ya baraka. Nataka kurudisha ibada kwa mchungaji, tumkaribishe kwa makofi anapokuja. Karibu. Amen. To appreciate Pastor Winnie, tafadhali. Iwa naangalia tu nione nani video. Amen. Hallelujah. Alice anapiga makofi pia anasmile. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana tukuzwe. So it is good to be in the house of the Lord. Yeye Daudi akasema ya kwamba nilifurahi waliponiambia. Twende wapi? Si kwenda majuu. Kwenda wapi? Kwenda kupeleka nyota. Alifurahi ulipoambia kwenda wapi? And me and you, we should be happy and enjoy to be in the house of the Lord. Hallelujah. Na mimi nashukuru Mungu nimeokoka. Yesu ni Bwana. Asante Mama Mase pamoja na your daughters, daughter and son. Naomba Mungu awabariki sana kwa sababu we have friends. Amen. Kwa nawaza siku nyingine nasema si anatuongoza katika maushirika aseme siku moja tutaenda ushirika kwao. Nilikuwa tunawaza ndani yako. Amen. Tunashukuru Bwana kwa wakati huu, kama vile tumetangaziwa vijana wetu wameenda kwa high school mission. Buka tulisema mwaka huu lazima tuingiane na evangelism, na wameenda shule moja katika maeneo haya kupeleka injili. Amen. Wale wanafunzi pia wakiweza kupata neno la Bwana na wapokee Yesu, tutakuwa tumefanya the great commission, tumetii. Si tumeambiwa about obedience? Yes. Amen. Ninashukuru siku ya leo kwa sababu kuna ombi ambalo limejibiwa katika kanisa letu. Kumbuka tumekuwa tukiuliza watu, kama unataka kuwa mwalimu wa Sunday school jitokeze. Na siku ya leo tunaona Mungu ametutendea. Amen. We have 2 more. Nasonga karibu hapa. Amen. Let's pray for them. Father Lord, thank you for the gift of these children in this church, oh God. I pray, Father, that you are going to, Father, to be with them as they learn about your word in their classes, oh God. Father, we pray, King of Glory, that you help their teachers, oh God, to help them, my Father, understand you at their tender age as this young, my Father. And when they will grow up, Jehovah Father, your word will never depart from them. In the name of Jesus, we thank you because, Father, Lord, there is a word for today for them, oh God. In Jesus' name we pray and believe. In Jesus' name we pray and believe. Watoto tulio hapo, mmepokea teacher wapya? Mmewapokea? Si tupigie new teachers makofi watoto wetu. Ninaomba tuweze kujiandaa kutoa matoleo. Masaa yetu tumeitumia vyema. Kama ilivyo kawaida huwa tunatoa matoleo yetu kwa offering box iliyo hapa mbele, lakini kama matoleo yako yako kwenye simu, tutawekewa PayBill kwa screen yetu na tutabarikiwa tunapotoa. Ningeomba kwa sababu watoto wetu wanahitaji vitu zingine, tusonge tu tulio mbele. The Moinamis taomba tu tusonge tu mbele katika jina la Yesu. Ndio tuachie viti ambazo ziko huko nyuma. Ninapokaribisha waibaji waje wabariki Bwana na wimbo mmoja tunapotoa matoleo zetu. Amen.
Tazama naja upesi na ujira wangu. Kuhusu grace. Amen. Nasema Bwana sifiwe. Amen. We talked about three thrones. Kaongea kuhusu the throne of judgment, the great white throne ambayo iko katika Revelation chapter number 20 and verse number 11. Revelation chapter number 20 and verse number 11. Tukaona kuna throne ambayo inaitwa a throne of judgment. Tusome pamoja. And I saw a great white throne, and The one sitting on it, the others fled from his presence, but they found no place to hide. I saw the dead, both great and small, standing before God's throne, and the books were opened, including the book of life. And the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Yeah. Tukaona ya kwamba kuna throne ambayo inaitwa the throne of judgment ama the white throne, ambayo hiyo ni judgment. Bwana sifiwe. Hakuna kitu kingine kitakuwa pale, ni about judgment. Hiyo itafanyika tukiwa tumetoka katika ulimwengu, wakati ambapo rapture itakuwa imehappen na tumetoka kwenye ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana tukuzwe. Then tukasema kwamba pale kuna vitabu zitafunguliwa, the book of life, na Biblia inasema kama jina lako aliko katika kitabu cha uzima, then you are not entitled to inherit the kingdom of God. Bwana sifiwe. Na pia tukaona ya kwamba kuna vitabu zingine ambazo zilifunguliwa za matendo, ambazo hizo zilikuwa zitatusaidia kuelewa ni wapi tutakaa. Kuna watu tu ambao wataingia tu mbinguni, yes they qualify kwa sababu jina liko katika kitabu cha uzima, but hawatakuwa warembo. Bwana sifiwe. Hawatakuwa na crown kwa sababu hakuna matendo ambao wamefanya. Hallelujah. Then we talked about the throne of the God and the Lamb in Revelation chapter number 22 and verse number 1. Revelation 22 and verse number 1. Let's do it together. And the angel showed me a river with the water of life, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. And it flowed down the center of the main street. On each side of the river grew a tree of life, bearing 12 crops of fruit, with fresh crop each month. The leaves were used for medicine to heal the nation. Ona kuna hiyo another throne ambayo inaitwa the throne of God and of the Lamb. Kitaka nilielaborate last time, kwa hivyo sitaongea sana kuihusu. Only that unaweza jisomea ujue ni mambo gani ambayo ni happen katika hiyo throne. Then we had number 3, the believer's throne. I'm aligning with God. Revelation chapter number 3 and verse number 21. Revelation 3 and verse number 21. Biblia inasemaje? Those who are victorious will sit with me on my throne, just as I was victorious and sat with me with my Father on his. So only after tumequalify kurithi ufalme wa Bwana, kuna ile throne ambayo itatuongoza, ambao hii ni ya pray together with our God. Amen. Bwana sifiwe. And then there is the throne of grace. Na hiyo ndio nataka tuongelee siku ya leo. Throne of grace. Lois aliongea sana kuhusu the grace. Na tukaona ya kwamba we are who we are because of the grace of God. We are what we are because of the grace of God. Bwana sifiwe. The grace is unmerited favor. Ya kwamba kuna mambo ambayo hatukustahili,
lakini kwa sababu ya grace of God tunaienjoy. Hallelujah. Nasema Bwana tukuzwe. Hebrews chapter number 4 verse number 16 NIV. Hebrews chapter number 4 and verse number 16 NIV. Biblia inasemaje? Hebrews 4:16 NIV. NIV. Let's read together. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So we are seeing a throne that is called the throne of grace. Bwana sifiwe. Now, hizo throne zingine zote hizo hatutazienjoy ama hatutaweza kuziinamia tukiwa katika umwili. But there is one throne ambayo inaitwa throne of grace, ambayo we are entitled to approach when we are alive. Bwana Yesu asifiwe. When we talk about judgment throne, hiyo lazima, in fact Biblia imesema ya kwamba waliokufa wakafufuka. Kwa hivyo hiyo throne haitakuwa kwenye ulimwengu huu. But there is this throne ambao utukufu wa Bwana tunaupata tukiwa katika mili hii ya damu na nyama. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. One thing with this throne, it is approachable. Bwana tukuzwe. Biblia inaanza kusema let us then approach, meaning throne zingine zote, enzi zingine zote hizo hatutakuwa na freedom ya kufanya vile tunataka. Hallelujah. Hatutakuwa na freedom. Ile ni usikia kwamba kuna tarumbeta, kama utakuwa umekufa ufufuke. Ujipate kwa throne. Then kuna yule atafungua vitabu. Anza kuangalia, je, jina lako liko kwenye kitabu. Bwana asifiwe. But this particular throne, it is approachable. As much as we are alive, we can be able to approach this throne. Hallelujah. Nasema Bwana tukuzwe. Hebu tuweke Hebrews chapter number 9 and verse number 7. Tunajua kwamba in Old Testament only high priest and the priest could approach the Holy of Holies. And Holy of Holies ilikuwa tu inatembelewa na high priest. Bwana sifiwe. In tabernacle kulikuwa na mpangilio pale. Kuna sehemu ya nje ambayo watu wote walikuwa wanafika pale. La kuna ina part ambayo ni Levites walikuwa wanaingia. Then kuna ingine ambayo ilikuwa inaingiwa na priests. But the Holy of Holies ilikuwa inaingiwa na high priest, and only once in a year. Bwana sifiwe. Na kuna zile mavazi alikuwa anavaa kuvaa akiingia pale. In fact kuna mahali Biblia inasema ya kwamba alikuwa mpaka na makengele, bells. Ndio akifanya mambo zake kengele zinalia. Kuna mtu mahali alikuwa anasema, I don't know whether iko kwa Biblia, ya kwamba pia walikuwa wanafugwa kaba. Akiingia pale ndio as much as kaba ina move, unajua ule mtu ako hai. Bwana sifiwe. Kwa sababu pale ni pabaya. You are facing the glory of God. Ukisoma ulikuwa unaona crowd ilikuwa inashuka. Kama umejichanganya pale utatoka ukiwa hai. That is why, na kwa sababu watu hawangeingia kukuchukua, walikuwa na kufuga kaba. Ndio ukiona you are not moving the stream ama makengele hazilii, si watafuta kaba wakuondoe pale. Bwana sifiwe. Na kile kilikuwa kimeweka kimetofautisha watu, kulikuwa na curtain. Bwana tukuzwe. Let's read together. But only the high priest
entered the inner room, and that only once a year, and never without blood, which he offered himself and for Bwana Yesu asifiwe. Only who? The high priest. Yeye ndiye alikuwa anaenda kusacrifice. Bwana tukuzwe. In other words, tulikuwa watu walikuwa wanatubu kwa kama wanaapia makosa zake, ndio asipeleke mbele za Bwana. Bwana tukuzwe. Na shiko unakuja na niambia ya kwamba mimi niliua mtu, so mimi ndio nitapeleka hayo mambo mbele za Bwana ili apate kurejesha uhusiano, atonement. Bwana sifiwe. But then to God, that one day Jesus died, akaondoa restriction, akaondoa mipaka. Today me and you, we can approach the throne of grace comfortably. Bwana sifiwe. Mambo na high priest ikaondolewa, tukakuwa na Biblia kwanza inamuita great high priest, who is Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana tukuzwe. Yani siku ya leo we have an approachable throne that I can be able to go there comfortably. Bwana asifiwe. Na ukia jirani yako mwambie, my neighbor, time of high priest is over. You are the priest to approach the throne of grace. Bwana tukuzwe. Hallelujah. Nasema Bwana asifiwe. Tumesoma Hebrews chapter number 9 and verse number 7. Hebu weka hii message Bible, tuone vile ambavyo inasema. Message Bible. MSG. Let's read together. Only the high priest says. Then anachukua that accumulated. You can imagine the whole community. Ukiwa umebeba dhambi zao zote, wewe ndio unapeleka mbele za Bwana. Bwana sifiwe. Hata high priest walikuwa na nguvu. Mtu anakuja anasema mimi nimeua mke wa mwenyewe, wewe ndio utapeleka mbele za Bwana. Mwingine anakusema ati busi za mtu mimi ndio nilichinja. Unaweka mahali from January, because Joy walikuwa naenda mwezi upi? Kwanza hiya. Kwa hiyo umeaccumulate, umebebana na madhambi za mtu mwaka mzima. Bwana tukuzwe. Tunashukuru. Tunaweza pigia Yesu makofi kwa sababu ya kuja kwake. Then tumesema number 1, this throne of grace, it is approachable. Number 2, we have a confidence. We have confidence when we are approaching this throne. What is confidence? Ujasiri. Confidence is a settled assurance and bold trust in God. Boldness is a settled assurance in one's own ability and qualities. Ya kwamba when we are, even though this throne is approachable, then tuko na ujasiri. Unajua kuna mahali ambapo unaweza fika lakini hauna ujasiri. But we thank God kwa sababu we are told ya kwamba approach the throne of grace with confidence. Bwana sifiwe. Sema Bwana sifiwe. Yani huo ujasiri kwa sababu hakuna curtain, hakuna kizuizi ambacho kinatuzuia kwenda katika ile throne. We need to have confidence. Bwana tukuzwe. Niko nakumbuka
kidogo nilipokuwa ordained to be pastor, ni kama sikuwa najielewa vizuri kama bado mimi pastor. Na tulikuwa tunaenda mahali tunasikia mapasta wote wakuje waingie pale ama wafanye hivi. Mimi najiuliza bado mimi pastor. Bwana sifiwe. Lakini siku moja nikiwa mahali nikajiuliza mwenye kuongea amesema aje? Ni pastors. Who am I? Amesema aje? Pastors. Na mimi ni nani? Pastors. Ni kutoka huo wakati ninakalia kiti kwa ujasiri. Amen. Kwa sababu nilielewa hakuna kapasta na pastor. Yes. Na hakuna pastor wa congregation ya 1000 na pastor wa congregation ndogo. Yes. The one here is pastor. Bwana sifiwe. Amen. Siku moja tukaenda na Cecilia mahali, pastor waingie hapa. Tuambia twende. Tukaingia pale. Ilikuwa opportunity ya pia kukaa kiti moja na Mary Lincoln. Lincoln ni mwimbaji moja na mchungaji wa kanisa moja kule Ruiru. Bwana sifiwe. Amen. So, this confidence ndio tunafaa kuwa nayo. And therefore we are told we are approaching this throne with confidence. And why are we having confidence? Number 1, in Hebrews chapter number 4 and verse number 14, we have great high priest. The reason why we have this confidence, Hebrews chapter number 4 and verse number 14. Let's read together. Now that we know that we have Jesus, this great high priest, with access to God, let us not slip through our fingers. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith that we profess. The reason why we have confidence, it is because that we are not relying on those men from the Old Testament, but we have our own great. Remember, those others hawakuwa na jina great. Bwana sifiwe. Amen. But Jesus ameandikwa na mwandishi ya kwamba we have great high priest who is Jesus Christ. Because tumeokolewa na huyu Yesu, tuko na confidence ya ku-approach the throne of God. Because I have Jesus Christ, who is the high priest, I have the confidence. Kama hukuwa na confidence, nimekuja this siku ya leo, nikuweke confidence ya ku-approach the throne of God. Because he's ya Musa, and this is not for a pastor. You have the quality what it takes to approach this throne. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. We have who? The great high priest. Ambaye alipaa juu. Another person asema amekaa katika kiti chake, mkono wa kuume kwa baba yake. Bwana sifiwe. Huyu anatusaidia hata wakati ambapo tunasikia hatufai. We can be able to approach. And there's grace in this throne of grace in Jesus' name. Sisi tunaweza pigia Yesu makofi kwa sababu ya kukubali kutoka kwenye utukufu wake. Biblia inasema mahali kulikuwa na silence na kukaulizana nani ataenda. Yesu akajitolea akakuja kwenye ulimwengu. Next month we are celebrating
kifo chake msalabani, mateso aliyopitia, mkamtemea mate, mkamdunga mkuki, mkaweka kirani ya miba, mkambebesha mzigo mzito, msalaba uliokuwa mzito. Kwa sababu ya nini? Ndio niweze kuapproach the throne of grace. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Kwa hivyo nisisimuliwe mimi niko na barua. Niko na barua. Ya kuingia pale. Tulisema last time ya kwamba pale Ikulu ndio kunaonyesha uenzi wa taifa ya Kenya. Kuingia pale utangangana. Bwana asifiwe. Huwezi ingia pale bila mwaliko. Huwezi ingia hivyo. Ilibaki hata kupigia selfie pale ni shida. Sije imeandikwa pale. No what? No photograph. Kwa sababu pale pameitwa. Lakini kuna enzi ya maenzi ambayo tuko na right ya kuapproach. Hapa hakuna restriction. Biblia inasema let us bear for. Haijalishi ni nani, haijalishi kabila, haijalishi wewe ni mchungaji ama ni nani. Hii imefukuliwa kwa kila mtu ya kwamba kile kinahitaji ni uchukue hatua. Bwana Yesu asifiwe. Uchukue hatua. Inakaa pande hii kuna anointing, hata pande hii na waomba mchukue hatua. We approach this grace kwa sababu haina qualification. Kanisa tumesoma mpaka wapi? Wewe umetoka pande gani ya mrengo? Sinasemaga hata kama ni wantama matuta, hii haijalishi. Bwana asifiwe. Hii bora tu fanye uamuzi ya kuapproach. Ukifanya uamuzi kuna kitu utapokea. Biblia inasema there is something that we are going to obtain. Number one, we will obtain mercy. Hallelujah. Tukiendelea najua masaa itaweza, lakini tutajua what is this mercy ambayo tuna obtain pale. Qualities of mercies of God. Number one, Biblia inasema mercies of God are fresh. Hallelujah. Are fresh. Every morning. This is what we are receiving pale. This is what we are obtaining pale. Ya kwamba tunapata mercies that are fresh. Labda naliangalia kwa mercies za jana. Sikuwa niko kwa mercies mpya. Kwa sababu za Bwana asiweki fridge. Mercies za Bwana asiweki kwa fridge. They are fresh. From Shaba. Direct. Ni kitabu gani nasema hapo? Lamentation. Chapter number 3. That the mercies of the Lord are new, are fresh every morning. Kwa hiyo kama nililala na mercies za kulala njaa, siku ya leo ninaweza shiba kwa sababu mercies are fresh. Kama nimelala nikiwa mgonjwa, siku ya leo ninaweza pona kwa sababu mercies of God are fresh every morning. Kama nililala na madeni, siku ya leo ninaweza amka nisikie nimelipiwa madeni kwa sababu mercies of God are fresh every morning. Acha kuniangalia na mercies za jana. Na hizo zinatoka wapi? The throne of grace. Where we obtain. Askara tuliambiwa wasichana wangapi? Ngani na gani? Mercy na grace. Wasichana tulienda Kamotisia kule Mwiki, tukakuja na wasichana wawili. Msichana wa kwanza anaitwa Mercy na mwingine Grace. Hallelujah. Nasema Bwana asifiwe. Na wasichana wako na lengo. They have assignment. Biblia inasema to help me. Eburudisha Hebrews chapter number. To help me in times of need. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Mumidia wetu mekashukua. To help us
Mama Masi. Bwana sifiwe. Masi na msichana mwingine anaitwa Grace. Tunakutana pale. Si tukae nao kwa mfuko. Si tukae nao tu kwa nyumba. Biblia inasema watusaidie. Wakati upi? Wakati tunahitaji sana. Neno linasema when we need it most. Amen. Yaani wakati unahitaji huruma za Bwana. Kumbe wako tu pale. Wakati ambapo umeakuziwa and you need the grace of God. Kumbe wako pale. Watusaidie wakati tunawahitaji sana. Let us always be a patient with God. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nasema number 1, we are confident because we have great high commission. Number 2, because of the blood of Jesus. Hebrews 10 and verse number 18. Tabiri tufunguliwe. Waibrania 10:19. Hebrews 10:19 NIV. Let's do it together in NIV. Brothers and sisters, since we have the confidence to enter the most high place by we have confidence to enter where? Mahali ambapo hakuna mtu alikuwa anaenda. Mahali ambapo palikuwa panaendwa wazi na ia. Mahali ambapo ulikuwa unapeana dhambi zako. Biblia inasema now we have confidence to enter there. Bwana sifiwe. Kwani kuenda ni kudumu. Hapa imeambiwa ni nani? Inaambiwa ni wewe. No. They are our brothers and my sisters. And since we have confidence, tuna ujasiri. Ujasiri huu ni wa nini? Ni wa kuingia. Ujasiri ni wa kufanya nini? Kuingia wapi? Kuingia wapi? The most high place. And by what? Tunaingia kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ni manager. Kwa sababu uko na degree. Kwa sababu ya kwamba wewe umetoka mlimani. Kwa sababu wewe umetoka kwenye lake. Kwa sababu wewe ni wa tribe ya president. Umeingia kwa nini? Kwa sababu kuna damu ya Yesu Kristo iliyomwagika kwa sababu sisi wote. Bwana sifiwe. And this blood is fresh. Hata kama ilimwagika more than 2000 years ago, it is still fresh. It is able to cleanse them. Because of this blood, I can enter. Because of this blood, confidently, I can enter in the Holy of Holies. Na nikiingia pale ninatoka na wasichana. Bwana sifiwe. The blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Ibadamu. Ibadu mwingine akaiba damu ya
hata sasa damu bado inatiririka, damu ikali fresh. Kwa sababu ya damu ya Yesu ninaweza approach the throne of grace. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naweka hivi sababu namba weka twende mbele. Hiyo basi nyingine nasemaje? By a new and living way opened for us through the curtain that is his body. 21. And since we have great priest over the house of God, we should have confidence. Bwana sifiwe. Sema Bwana tukuzwe. Aha. Number 3, why do we have confidence? In Matthew chapter number 27 and verse number 50. Kuna kitu kilifanyika. Kuna kitu kilitendeka. Biblia inasemaje? At that moment, the curtain of the temple was torn in two from the top to bottom. The earth shook, the rocks split. Remember, tumepeana description ya tabernacle ambapo haingeweza ingilika. Kulikuwa na curtain. Bwana sifiwe. Hiyo curtain ilikuwa inazuia. Lakini siku moja, nasema siku moja, siku moja, patia hii curtain. Patia hii curtain. Siku moja, Lois kuja nisaidie hapa. Tunasema hii curtain inazuilia ama inafunika Holy of Holies. Yes. Assume hamtuoni sababu imefunika juu. Na hata kwa miguu nikastiri tu mmeweka. Mnaangalia kama tutazirai. Bwana sifiwe. Lakini maandiko inasema kuna mwana wa Mungu alikuja, akasulubishwa msalabani, akateswa ya ukweli, na akatemewa mate. Huyu mwana wa Yesu akadungwa crown ya miiba kwenye kichwa chake, akabebeshwa msalaba mzito. Ndio huyo akapelekwa kwenye Golgotha, akapigiliwa misumari kwenye mikono na miguu, akaangikwa pale msalabani. Wakiwa pale wakamnywesha kinywaji kilichokuwa kikali sana. Akarudi wakamdunga kwenye bavu zake, lakini kabla wamevunja miguu kama ilivyokuwa kawaida, akakuwa ameenda. Biblia inasema in verse number 50. Verse number 50. Inasemaje 50? And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. Ya kwamba wakati alitupwa, akapiga duru moja kali, akalia kwa sauti kubwa. Alipolia, Biblia inasema he gave up his spirit. Lakini wakati spirit yake ilienda, wakati alituwekana, nilikwambia unanisaidia. Wakati alituwekana, kutuwekana ni kudu. Alikata, thank you. Wakati alituwekana, unajua ni kukata roho. Wakati alituwekana, verse number 51, saidote ya haraka. Kuna kitu kili happen at that moment. Curtain ndio hii. Alikuwa inazuia watu. Hapa ungeingia wewe. Mtu kutoka Ukambani akaingiaje hapa? Mtu wa mlima akaingia hapa. Yeye hakuwa priest, akaingia. Kuna mahali kulikuwa kunaitwa altar call. Ambapo watu walikuwa wanafika. Hawakeona hapa mbele, lakini Yesu akatuweka nao. Alipotuweka nao, kuna kitu kili happen. Katika ilipokatika, siku
kwa sababu imekatika. Huyu naye anaweza jipeleka mbele za Bwana bila kuangalia mwingine ikakatika. Kuja hapa choice. Kanyakizi kuja hapa kwa sababu sio wanawake tu. Aruni kila mtu. Kwa sababu kuna curtain na pale imekatika. You can be able to take yourself. Hakuna pingamizi, hakuna kizuizi. Curtain imekatika. We have confidence. Kwa sababu tulikuwa tunazuiliwa. Lazima ungepelekewa shida zako na priester. Lazima ungepelekewa na pastor. Lakini siku ya leo, you don't need a pastor. You have the light. You don't need a pastor. You have the light. You don't need the high priest. Because you have all the freedom for you yourself to go to the Holy of Holies. Lakini yote inatokana na Bwana Yesu ambaye alikuwa msalabani. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tunaweza inua mkono wako tu useme, Bwana, niko na nguvu ya kujipeleka mbele za Bwana. I have the liberty. I don't need my anybody. I don't need my parent. I can take myself to the Holy of Holies. Tukipeleka mahali na kuwe hakuna gate. Watu wanafunga kakaba. Kakaba mtu hivi labda kwa nini hakuna gate? Lakini hiyo kaba jaribu kuvuka. Mtaiba pale mkiambiwa irudi nyuma. Ishoke duda. Anasikia. Na nikakaba hawana gate. Lakini wakavuka kakaba pale na pale. Na wale maantina mashosho wamekaa pale. Anaitisha funguo. Funguo gani? Na hakuna gate. Cheki lakini anaitisha funguo ya gate. Hodi karibu huko. Huko ni mlimani. Wanaibaga hiyo. Sasa hiyo kakaba iko na powers. Jaribu tu hata kukuvumilia ati upitie chini. Tasikia kwamba bosi mbili zimetoka pale. So nayo ikata ilikuwa na nguvu zake. Ilikuwa na nguvu zake. But wakati ilikatika, tukapata freedom ya kwenda mbele za Bwana. We have the confidence. Now we are saying in First John 3:1. First John 3:1. First John 3:1 kimalizia tu. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called the children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Biblia inasema ya kwamba kupitia kwa upendo wa Mungu tukafanyika wana. That we should be called the children of God. Na kukawekwa mkazo kwa sababu ya yule akona doubt kama Cecilia ambaye haelewi kama yeye ni mwana wa Mungu. Biblia inasema and that is what tunasoma pale. And that is what yani kwa sababu ya yule ana doubt kama Mungu hapa, kama yeye ni mtoto wa Mungu. Biblia ikaweka mkazo and that is what we are. Kuondoa doubt ya kwamba sisi ni watoto wa Bwana. Hebu nikuulize, kuna appointment kijana ya Luto anachukua kwenda kumwona? Anaitwa nani? George. Ule msichana Shalin. So Shalin na George, do they book appointment kwenda State House? Why? Why? They are the children of the president. Now we are the children of God. Do we need appointment? Kuingia holies of holies.
Yes. Hiyo mkazo imewekwa vizuri. And that is what we are. Si ndio mkono useme that is what I am. That's what I am. Ani kama usasema na saiki. Si useme vizuri that is what I am. Amen. because you are like that. You don't need appointment. Yes. You can walk freely Yes. to the throne of grace. Yes. That is why we have confidence. Sisi ni watoto wa Bwana. Sisi ni wana wa Mungu. Yes. Ephesians chapter number 3 and verse number 12. Ephesians 3:12. Tunaharakisha time sana mbele. Sasa huyo Mungu ama in him and through faith in him we may approach God with freedom. In who? In him and through faith in him with what? Sisi ni watoto wa Bwana. Yesu ako ndani yetu na sisi tuko ndani yake. Through him we may approach God with what? Freedom. Kama uko na freedom kuwa nayo sasa. Kwa sababu ako ndani yako. Na mimi niko ndani yake. Nina freedom na niko na confidence. Niko na freedom na niko na uhuru na ujasiri wa kuapproach kwa sababu mimi ni mwana wa Most High God. Bwana sifiwe. Kama ulikuwa umepunguza ujasiri, kuwa nayo sasa. Kama ulikuwa unasikia ni kama kuna freedom hauna, kuwa nayo sasa katika jina la Yesu. Maybe next time tutaangalia, even though tunasema tukuwe na confidence, kuna vitu huwa zinamaliza confidence. Bwana sifiwe. Ni sasa tunavaa kuwa na confidence, lakini kuna watu ambao hawajaweza kuapproach the throne with confidence, kwa sababu kuna vitu ambazo ziliua confidence. Bwana sifiwe. Si unajua kuna vitu zinafanyika katika maisha yetu zinaua confidence. Kuna kitu tu kinaweza kutendekea, unasikia hauna confidence. Bwana sifiwe. Unasikia kabisa hapa sina confidence. Maybe tu niguzie tu mmoja ambayo inaitwa accusation by enemy. Accusation by enemy. Bwana sifiwe. Sema Bwana tukuzwe. Kumbuka kabla tuokoke, na hata kama tukiwa tumeokoka, tunajipatanga labda kuna mambo tumefanya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wametolewa mbali na Bwana. Kuna watu ambao walikuwa wauaji wakaokoka. Kuna watu ambao wako na historia. Na wakati ambapo umeokoka, automatically unafaa kuwa na confidence ya approach the throne. But kuna mmoja ambaye anaitwa accuser, ambaye anaendaga kukuondolea confidence, anakukumbusha ulioyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba ulitenda miaka mingi iliyopita, lakini unapoenda ku approach the throne unajiuliza, kai, na ninastahili kweli? Na nilifanyaga abortion. Ninastahili kweli? Na nilifanya hivi. Ninastahili kweli? Nimekuja kuambia ya kwamba as far as uliokolewa na Bwana, hakuna kitu ambacho kinakuzuilia kuenda ku approach the throne of God. Katika jina la Yesu. Shetani atafanya jushi kuku accuse. In Romans chapter number 3, the last verse about tunasoma. The verse number 34. Romans 8:34. Romans 3.
No must be. Gilead verse number 34. Eko. Ayo. Unafika ngapi? 31. Romans 8. Sorry. Romans 8. Romans 8:34. Acha kusoma hiyo tukienda nyumbani, si ndio? Who then? Is one who condemns. No one. Christ Jesus who died more than that, who was raised to life, and is at the right hand of God, and also interceding for us. who then is the one who condemns? Ni nani huyo ambaye anafaa kukuletea accusation? Hakuna. Bwana sifiwe. Kwa sababu kuna Yesu ambaye alishinda mauti, who died more than that, who was raised to life, and is at the right hand of God, interceding. Bwana sifiwe. When Satan analyze accusation, Lois Joab alifanya demonstration ya mwisho. Huyu sasa anaenda ku approach the throne of grace. Si tunamuona? Anapokaribia, shetani anamkumbusha ya kwamba aliua. Anakumbusha ya kwamba kuna mzee wa mwenyewe. Anamkumbusha, si tuseme ni nini kile anamkumbusha sisi? Alinyang'anya. Wekelewa yote. Ni gani kingine? Aliiba. Ile zile buzi ziliibiwa na huku mara na ni yeye. Gani kingine? Alidanganya. Huyo ana confidence inaisha. Lakini tujue kwamba ameokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Ameokoka. Lakini kwa sababu ya accusation, anakosa confidence. Lakini ninashukuru naye Yesu akiwa kwenye right hand of God, anasema God my Father, anaita daddy. Kumbuka more than 2000 years ago, huku mbinguni ulitaka mkutano, ukauliza ni nani ataenda, tukakosa. Mimi nikajitolea, nikasema nitaenda, nikakuja kule ulimwengu ili niuawe, ili nikaweza ku rescue the world. Bwana daddy, si nilifanya yale yote, si niliteswa, si niliuawa juu ya life. Huyu rise nilikuwa juu yake, and therefore no more condemnation, no more accusation, no more condemnation. Daddy, niko hapa nikwambie, huyu rise wacha akuje. Hata ukiambiwa aje na shetani, mimi ndio ninamjua, mimi ndio nilikuwa juu yake, mimi ndio nilimwaga damu juu yake, na kwa hivyo ninamjua. Huyu rise wacha apate mercy na apate grace katika jina la Yesu. Yesu wako pale, hata kama kuna condemnation, hata kama kuna accusation, we should not lose the confidence. Msalabani juu yako na kitabaki katika, ninaweza jilete katika the throne of God. In Jesus name, to be here with my calling myself. Ayo acha kunikumbusha Mama Jerry. Ati anga nilifanya nini? Acha. Bwana sifiwe. Roho sana Boss. Hata kama nilifanya nini? Usikuwe shetani. Kwa sababu shetani zile ana accuse. Kuna watu ambao wanaweka makosa, wanakuwekea, wanakukumbusha tu Kariuki, nilifanya ni sawa, lakini kuna Yesu ambaye alinisamehe na nikaweza kuwa na freedom. Kwa hiyo wakati unaendelea kuniaccuse wewe na shetani, sasa tunaweza sema hivyo. Si kwani Revelation inasema kulikuwa na shida sana kule mbinguni, kwa sababu the accuser of people aliteremshwa huku na kukakuwa na shida sana.
All heaven was in stress. Kwa sababu kuna accuse ameteremshwa. Yes. Yaani ukishinda ukini accuse, utakuwa nani? Utakuwa nani? Unasikia nikisema? Sio wale wanasema. Sisi anasema. Mimi sijasema, lakini nauliza utakuwa nani? Yes, the accuse of brethren. Shida hapo ukini accuse, unjoi nilifanyana nini na Mungu wangu? Nilienda tu. Au niona mahali niliandikwa social media. Watu wote unaona. Lakini mimi kwa sababu niko na nguvu, niko na freedom, niko na ujasiri wa kwenda katika the throne of grace. Nikaenda pale, nikapiga magoti yangu, nikamlilia Bwana. Yesu akiwa juu mbinguni, akaambia dadi akiwa kwenye mkono wake wa right ya kwamba ule kijana